Unajua hakuna kazi ngumu kama kutengeneza jina. Yaani ukasafisha jina lako likawa safi, misili ya seluji nyeupe ambayo inang'aa sana. Alafu ukalikuza jina likawa kubwa, lina urefu misili ya ghorofa ambayo inakwenda juu kwa vyumba 48 kasoro viwili kuwa 50. Ukategemea kuwa na watu wa maana sana ambao wanakushikia jina ukipita mitaani. Wao wanasema imekuwa ni blandi. Alafu tu ghafla ikatokea kwenye rangi nyeupe mtu akaweka doa, na bora aweke doa jekundu kwa sababu linaweza likalipwa. Akaweka doa jeusi. Baada ya kupalilia, unaanza kutafuta jiki kwa ajili ya kuliosha lile doa. Unajua kinachotokea? No. Yaani hivyo umetoka kazini, umeacha kupumzika. Ekaeka tena za huku barabarani. Unaanza kuwawinda vijana wa watu, eti vibaka. Kwa nini mume wangu unanifanyia hivyo? Hivyo wale vibaka unawafahamu? Wangu, nimekuelewa unachozungumza. Lakini mimi sifanyi matukio. Mimi natenda haki. Kwa sababu kuna watu wanaonewa mtaani. Siwezi kusema kwamba nimetoka kambini nije nyumbani nitulie wakati mtaani kuna watu wanaonewa. Mimi hapa nilipo sawa. Nipo kwa ajili ya watu wote. Huko ndiko toka, ndio kwenye mazoezi, ndio kwenye mafunzo ambayo natakiwa nimlinde kila mtu. Sitoweza kuona watu wanaonewa mtaani alafu mimi nikaa kimya. Haiwezekani. Lazima nitetee sababu ndio nimefunzwa kufanya hivyo. Hata kama huko ulikuwepo huko, hapa unatakiwa ungekuja, ungetulia na familia yako. Sio kuanza kuwawinda. Unawawinda huko wa nini sasa? Huko ulikuwepo kwanza hujachoka? Kwangu shida inapoanzia ni hapa. Wewe hujui watu wanapoteseka mtaani. Si unaelewa? Uelewi shida watu wanaoipata mtaani hujui. Ungekuwa unajua jinsi gani watu wanavyoumia, usingesema hivi. Mimi sipo kwa ajili ya watu tu hao mtaani, nipo pia kwa ajili ya familia yangu hapa. Ndio maana natetea kila mtu. Sipo upande mmoja mimi. Umenielewa? Kinachotokea hapo, unakuwa unaikomaza ile t-shirt nyeupe kwa kusafisha doa jeusi kwa jiki. Nimepambana sana kulitafuta jina langu. Nimepambana sana kuweka makazi yangu mjini pote na kila mtu akanifahamu. Mnajua nguvu niliyotumia? Na huu uzembe umekuwa ni wa sasa hivi tu. Muda mchache tu. Hapo zamani mlinifurahisha sana. Mlinifurahisha sana. Lakini sasa hivi hakuna kitu mnachofanya. Kila kitu ambacho nitawatuma mkakifanye kinarudi kimeharibika. Kila siku mmekuwa wakupigwa. Hakuna kitu kinachofanyika. Maisha yetu haya, maisha ya watoto wetu haya, maisha ya ndugu jamaa na marafiki haya. Mna familia zinawategemea kwa hii shughuli. Mnadhani mtaendesheje familia zenu?
Kila siku nyinyi mnapigwa, kila siku mmekuwa kupigwa. Ina maana nyinyi hamna nguvu. Kila mission inafeli. Mnarudi hapa mnazungumza habari zingine tofauti. Unajua mama huwa anafurahi sana akimtuma mwanae kuchota maji afu akarudi na maji. Mama huwa anaona mwanae ana akili sana na amekuwa. Lakini akirudi amedondosha ndoo na ameivunja na hajarudi na maji. Unajua mama anavyojisikia? Anaona amezaa mtoto mzembe sana. Na hiki ndicho ninachokiona kwenu. Mnaweza mkaniambia ni sababu gani ambayo inawazuia nyinyi kuto kufanikisha kile kitu ambacho nimewatuma? Kweli wale vibaka haya wanakuhusu nini? Kangu wewe naona unijui vizuri. Sasa sikujui vizuri. Sawa. Unataka nikifa hapa ndio uje kusema hapa? Kweli hapa mke wangu pale kwa ananikataza ni sahihi. Nani akuue? Hivi au unawawinda au unawajua? Au hamna kitu chochote? Hamna kitu chochote. Bado unataka kufanya. Aha. Hivi wanawake hivyo wanakusifia huko, wanakuita shujaa. Shujaa kwa mke wako, sio wale. Kangu, mimi naona wewe hapo unacholeta ni kupaniki sana. Sio kupaniki. Hebu tuliza kidogo hasira. Sawa? Mimi nipo kazini. Hii ndio kazi. Sawa? Kama ni kazi lazima nimtetee kila mtu. Siwezi kuacha naona watu wanateseka mtaani kwa kuogopa kusemwa. Mimi lazima niwatetee tu. Sawa? Kupumzika na familia yako, sio kuanza kuhangaika na wale vijana. Kwa nini unanifanyia hivyo mume wangu? Uwe na amani kwangu. Hapana, sio. Hakuna lolote baya itakukuta. Siwezi kusema kwamba niruhusu mtaani kuwe kuna machafuko. Mimi ni mwanajeshi. Niliacha hivi likae kimya kwa ajili ya kuogopa familia yangu itazulika. Haiwezekani. Mungu, unajua vibaka kweli? Nikutoa wasiwasi. Hauwezi kufanya chochote. Saizi uko hapa. Tuko wote. Ukienda kwa jeshini, nani atanitetea? Naondoka. Unaondoka tena? Nakuja, narudi. Naenda mishimishi tu. Tena mume wangu unaondoka? Tena nilijua tu. Yaani hapo umetoka tu. Kidogo tu ndasikia matukio. Sijui na ndio maana nimekuulizeni. Huyu bwana mwenyeji ama mgeni? Sisi tunavyoamini ni mgeni, lakini bwana ni mjeshi. Jeshi kwa sasa hizi bosi hapa tumevamia meli ya Wagiriki hapa. Wagiriki, sawa. Ubaya wake ni upi? Tunataka kuelezea kilichotokea. Ilikuwa hivi. Dada, habari? Mbona kama sikuelewi? Una shida gani? Kuna watu wamenipora vitu vyangu pamoja na simu. Wamekupora? Vitu tena? Wakina nani hao? Vibaka hapa mtaani. Vibaka? Wako wapi hao? Wameenda? Sasa sikia. Nikukute hapa sawa? Usitoki sawa? Nakuja sasa hivi. Sawa? Kaa hapa. Usitoki. Kwa vipi mzee, mbona umeganda? Nangu jao sana ni. Pambana kuangaika kote mwanangu, uone mazingira. Ona nini kwa nini? Viazi. Viazi mjomba. Ala leo tumeingia roast kichizi. Lakini sio roast. Hivi viazi tutaenda kupika. Afumzi acha kuzingua ujue. Wewe unajua kabisa kwamba leo malengo tukio tupeleke 200,000. Utaenda kujipika viazi. Sasa tumekosa, sasa tufanyaje sasa? Tumepata viazi. Tukapike hivi hivi tule. Unazingua wewe mzee. Sikia. Lete vilogo wewe. Minaminya hivi mwanangu. Sahihi, mimi chizi. Sema yenyewe hapa minane na kwa ngapi?
Sasa wewe sikiza tena hiyo minane kwanza. Kwanza na pembeni tuongelee jambo nalo. Wewe tunaenda kupika. Sasa sikia kitu kimoja. Hiyo msimu tusimpeleke boss, wewe unaona? Yaani usipeleke tena. Sasa usipeleke tutapelekaje sasa na mziki tunaki? Yaani mzee bosi wako unamjua kabisa kwamba tukifika pale anatuvua nguo zote afu anatukagua. Sasa mimi sina simu sasa hata hivyo. Kwanza kingine sikiliza. Mimi ninajua jinsi ya kuficha. Yaani utaficha wapi? Mimi najua kwanza wewe mimi najua jinsi ya kuficha hivi. Utaficha wapi mzee? Mimi najua wewe tulia tu, wewe utaona nataka kuvificha. Yaani utolewe nguo zote hizi. Una sehemu ya kuficha unaficha wapi? Wewe niamini mimi naficha hivi. Mimi naficha ni simu tu. Toka pale kwa bosi, kila mtu anaishi na cha kwake. Au utaficha kwenye Nilijua tu mwanangu, wewe hamna mahali nikaenda usitokee mwanangu. Unapenda kunifuatilia, unapenda kuniletea mishemishe zangu mwanangu, shida nini? Unapenda kunifuatilia sana. Ni kila nakoenda yupo, kila nakoenda yupo. Sikia, uonani kwani? Ndio ule mjeshi bwana. Kuambia mjeshi mwenyewe tozi hivi. Yaani watakusanyia ndio mnapigana huyu hapa hivi. Mbichi hivi mteta. Sikia. Mimi ndo namba chafu ofisi ile someki yani. Kwenye mbele na moja na mkanda leo. Yaani sina muda wa kupoteza. Sikia soja, umekutana na sojani. Yaani sitekeshi silembeshi yani utakavyokuja ndivyo ninavyokupokea hivyo yani. Wewe umejichanganya leo, umeingia kwenye anga zangu. Unakutana na dagaa unapiga safi kitozi ile pale au vipi? Sasa leo nakukanda mshamba. Sikia, bosi ndo anawakanda kila day. Sasa leo ndo day yenyewe. Amina. Yaani lazima nimkande. Amina. Amina. Sikia. Naenda hivi. Dalili muoneshe. Tulia hapo. Leo mmenikuta kwenye mudi mbaya sana. Na leo sitaki kucheza michezo yoyote na nyinyi. Nachoomba, mrudisheni dada vitu vyake. Haraka sana. Wewe sikia nikupange mwanangu. Yaani katika mbao siku, yaani wewe leo umejichanganya mzee. Yaani vitu tumeshachukua tu tukarudisha. Kwanza penye tulipo hapa. Nitakiwa tuingize malengo laki hizi 2 mzee wangu. Sawa? Afu mwenyewe umejichanganya naweza nikakinda afu tukaponda sasa. Anadanganya mzee. Yenyewe buti ile pale safi au vipi? 10 20 zimekaa pale. Sete tunachukua tuchukue. Tunachukua hiyo buti huko. Kila siku mimi tu.